Leo tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, kesi ya jinai namba 13088 ya mwaka 2026 kati ya Jamhuri dhidi ya Frank Benjamin Kayamba na wenzake 17 ilikuwa imeitwa hapa katika mahakama ya mkoa wa Dar es Salaam Kisutu mbele ya Mheshimiwa Mbuya kwa ajili ya kuja kujadiliana hoja za awali, kwa maana ya kwamba hoja zinazokubaliwa na upande wa mashtaka na zile ambazo zinakubaliwa na upande wa washtakiwa. Lakini kwa bahati mbaya sana kesi imeshindwa kuendelea kwa hatua hiyo leo, hatua muhimu kabisa kisheria ambayo inaitwa preliminary hearing, kwa maana ya usikilizwaji wa awali. Na sababu ambayo imetolewa na upande wa jamhuri ni kwamba wamenukuu kifungu cha sheria ambacho kinataka washtakiwa kabla kesi haijafikia kwenye hatua ya leo waweze kuwa wamepewa nyaraka zote zinazohusiana na kesi ya jamhuri, kwa maana ya ushahidi pamoja na idadi au orodha ya mashahidi ambao watatumika na upande wa jamhuri kudhibitisha kesi hii. Na jambo hilo linapaswa kufanyika si zaidi ya siku 4 kabla ya kesi kuitwa mahakamani. Sasa kesi imeitwa mahakamani leo, lakini jamhuri hawakutimiza wajibu wa kisheria wa kutoa hayo maelezo ambayo ya mashahidi wao pamoja na vielelezo watakavyotumia. Kwa hiyo sisi tumetoa hoja mahakamani kwamba sababu ambayo imetolewa na upande wa jamhuri ya kuomba ahirisho ili wakatimize wajibu ambao walipaswa kuutimiza siku 4 kabla ya kuja mahakamani leo, kwamba ombi hilo kwanza halina mashiko, liko kinyume na katiba chini ya ibara ya 107A kubwa ibara ndogo ya pili B ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa mahakama imepigwa marufuku kuchelewesha haki bila sababu za msingi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, Mheshimiwa hakimu amekubali hoja yetu kwamba ni kweli mahakama haipaswi kuchelewesha haki, lakini pia sababu za kuahirisha kesi ambazo zimetolewa na upande wa jamhuri hazina mashiko, ziko kinyume cha sheria na zinaathiri haki za washtakiwa, kwa sababu chini ya ibara ya 13 ibara ndogo ya 6B ya katiba ya Tanzania washtakiwa inahesabika bado hawana hatia mpaka pale mahakama itakapothibitisha hatia hiyo. Kwa hiyo wanapaswa kutendewa kwa haki wakati wote wa usikilizwaji wa shauri hili. Lakini muhimu ikumbukwe tu kwamba washtakiwa hawa 18 ambao walikufika mbele ya mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu leo ni wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu, vyuo mbalimbali hapa Tanzania, na mashtaka yao wanashtakiwa kwamba waligushi nyaraka ili kuweza kujipatia haki ya kupata mkopo, lakini pia ili kuweza kupata fursa ya kusomeshwa kwa gharama za serikali. Sasa kitu ambacho kinashangaza, haki ya kupata elimu ni haki ya msingi ya Mtanzania yoyote, na ni wajibu wa msingi wa serikali kuhakikisha kwamba elimu kama moja ya mahitaji muhimu ya mwanadamu inatolewa kwa Watanzania wanaostahili. Sasa hawa wanastahili, lakini wameshtakiwa kwamba wamegushi nyaraka kupata mkopo ambao mwisho wa siku baada ya masomo yao watawajibika kuulipa, lakini ni mkopo ambao unawawezesha wao kupata elimu ili baadaye waitumie elimu hiyo kama nyenzo ya kuja kujisaidia wenyewe, lakini kulisaidia taifa kutokana na elimu watakayokuwa wameipata. Sasa tunashangaa wanaletwa hapa mahakamani leo wanashtakiwa, wakati watu ambao wanagushi nyaraka mbalimbali kwenye ripoti ya CAG na kujipatia mabilioni ya shilingi wanatamba tu mtaani. Wito wangu tu ni kwamba mahakama isikilize ili shauri, na kama itaonekana halina msingi wowote wa kisheria waachiwe uhuru wakaendelee na masomo, wapate elimu itakao kuja kutusaidia wote kama taifa. Lakini vinginevyo tunajitia aibu kuwashtaki watu ambao wamekwenda kutafuta elimu baada ya kuona kabisa kwamba sera za elimu sasa hivi ni ngumu. Unaambiwa utapewa mkopo, lakini ukienda kutafuta huo mkopo wenyewe kuupata inakuwa ni shida. Vijana hawa wameonyesha hasira zao za kwamba hawawezi kuishi bila kuwa na elimu, na kama ambavyo imeelezwa katika vitabu mbalimbali vya dini, kwa mfano Biblia kwenye kile kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 13 ambapo inasema, mwanangu mshike sana elimu, tena mshike usimwache aende zake, maana humo ndimo ulimo uzima wako. Hawa vijana wanathibitisha kwamba wanaishi maandiko na maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi nadhani wakati mwingine DPP angekuwa anajikita kwenye kwenda kuwashtaki wezi halisi wanaolitia umaskini taifa hili, hasa wale ambao wanatajwa kwenye ripoti ya CAG. Sasa baada ya kusikiliza hoja zote hizo, mahakama imetoa amri. Kwanza imetoa onyo kwa upande wa jamhuri kuto kutumia kisingizio chochote kile kudharau matakwa ya sheria, lakini na amri zinazotolewa na mahakama, kwa kuhakikisha kwamba hizo nyaraka ambazo washtakiwa wanapaswa kupewa wanapewa
ndani ya siku 4 kama sheria inavyoelekeza kuanzia kesho, na tutarudi mahakamani hapa kwa ajili ya usikilizwaji wa hatua ya awali kwa maana ya preliminary hearing siku ya tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa hiyo kwa kifupi, hayo ndio yamejiri leo katika kesi hii ya jinai namba 13088 kati ya Jamhuri na Frank Benjamin Kayamba katika mahakama hii ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu. Ni hayo tu.